Mtazamaji wa Force News Tanzania, leo ni tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu ni kufahamishe habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania ili upate ufahamu ulimwengu wa habari umemulika nini zaidi leo. Nitaanza na magazeti yanayoandikwa habari za kawaida na mwisho nitamaliza magazeti ya michezo. Mimi ni Joseph Gelvas na nakukumbusha usisahau kusubscribe channel hii ya Force News Tanzania, lakini pia uwasilishaji wa magazeti haya umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zina wingi wa vitamini C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako na kukuepusha na maradhi mbalimbali ya ngozi. Kwa mawasiliano zaidi ili uweze kuipata sabuni hii, piga simu namba 0750637070. Na sasa moja kwa moja twende tukaanze kuangazia taarifa za kawaida ambazo zimechapishwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Na siku ya leo tutaanza na gazeti la Pambazuko. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa jumba la Mkapa la geuzwa hoteli. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi, lakini imeandikwa kwa ufupi hapa. Jumba iliyokuwa makazi ya Rais mstaafu Benjamin Mkapa iliyopo barabara ya Obama Seaview, Dar es Salaam, sasa imepangishwa kwa hoteli ya Country Yard na kutengenezwa kuwa kumbi za mikutano. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi na picha ya nyumba hii imewekwa hapa mbele ya gazeti la Pambazuko ikiwakilisha hii ni habari kuu. Lakini Tanzania yatikiswa ni habari ambayo ipo ukurasa wa mbele ikiwa imeandikwa kwa ufupi, njia nzuri ni kujitegemea. Serikali ya Tanzania imeingia katika mtihani mkubwa na kuwa njia panda kiuchumi baada ya kuwahisani na washirika wa maendeleo kutishia na wengine kusitisha misaada. Ukurasa wa 12 mpaka wa 13 wa gazeti hili taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Pambazuko ni pamoja na taarifa ikiwa inasema wanaotamani kuua wasisogee kumshauri Samia. Ukurasa wa 13 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina, lakini habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa jumba la Mkapa la geuzwa hoteli. Ndivyo ninavyotamatisha kwa kuwasilishia taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Pambazuko. Na sasa moja kwa moja twende nikupeleke tukaangazie taarifa ambazo zimeandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari mbalimbali zimewekwa kwa siku ya leo, lakini habari kuu imeandikwa tumejenga upya Kariakoo kulinda ajira vipato Dr. Samia. Imeandikwa kwa ufupi hapa, asema soko hilo sio la watu au kundi fulani bali la Watanzania na wasio Watanzania. Adokeza kuungua kwake kuliangamiza mitaji na kusambaratisha ndoto za matumaini ya wafanyabiashara, lakini asisitiza mbali na kuwepo nyumba ya kunyonyeshea watoto katika soko hilo la Kariakoo, ataka kujengwe eneo la kuwalea wakati mama zao wakiendelea na biashara. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri, ambapo habari picha iliyopo ukurasa wa mbele wa gazeti hili kuhusiana na habari kuu hii kwanza inamuonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na viongozi wafanyabiashara pamoja na wageni mbalimbali waliohudhuria hafla ya ufunguzi wa soko kuu jipya la Kariakoo hapa jijini Dar es Salaam. Lakini habari picha ya pili inamuonyesha pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akikata utepe kuashiria uzinduzi wa soko kuu jipya la Kariakoo hapa jijini Dar es Salaam. Hiyo ndio habari kuu ambayo kwa ukamilifu wake inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanahabari ni pamoja na taarifa hii ikiwa imeandikwa Tanzania Uganda kuanza kuuza mafuta Julai mwaka huu kupitia EACOP. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi, lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa hii ikiwa inasema serikali kufungua fursa za ajira kupitia mikataba mitano. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina, siku 100 za Dr. Samia madarakani, sekta ya mafuta na gesi kama nguzo ya maendeleo ya taifa. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanahabari, gazeti bora, imeandikwa tumejenga upya Kariakoo kulinda ajira vipato Dr. Samia. Hiyo ndio habari kuu ambayo kwa kamilifu inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha zile taarifa zilizoandikwa katika gazeti la Mwanahabari, gazeti bora.
Mara hii ni taarifa katika gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Habari mbalimbali pia zimepata nafasi ya kuandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili, lakini habari kuu imeandikwa uzinduzi soko la kimataifa Kariakoo. Dr. Samia aagiza uwajibikaji uwiano wa nafasi Kariakoo. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa hii inapatikana kwa kina na ndiyo habari kuu. Lakini Hemedi asema tumieni mahakama mpate haki, elimu ya sheria. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Familia ya mpa mtoto jina la daktari wa Kichina Pemba. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa mapana zaidi. Tunakaribia kuondoa mikondo miwili, waziri Lela. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, ambalo habari kuu kurasa wa mbele kwa siku ya leo imeandikwa Dr. Samia aagiza uwajibikaji uwiano wa nafasi Kariakoo. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina, na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa katika gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Lakini sasa ni taarifa katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari mbalimbali zimechapishwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, lakini habari kuu imeandikwa Kariakoo mpya, Rais Samia azindua soko jipya, akiwaonya vigogo kuhodhi vyumba vya biashara, ubora wa bidhaa na usalama wa soko wamulikwa, fursa kwa mawinga, bodaboda na kila mtu. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri, lakini pia kuna habari picha ambayo inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam pamoja na viongozi wengine wa Mkoa wa Dar es Salaam, wakiwepo vyombo vya ulinzi na usalama, wakiwa wanaonekana katika picha hii wakipewa maelekezo na wahusika wa soko hili ambalo limezinduliwa. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari picha hii inaonekana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii pamoja na taarifa hii ikiwa imeandikwa siku 305 gerezani, kesi ya uhaini ya Lissu leo. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Viazi bei juu, chipsi za waanasa, walaji na wakulima walia. Ukurasa wa 6 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Ang'atwa mdomo na mkewe kisa simu ya mwanamke. Ukurasa wa 7 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizoandikwa ni pamoja na taarifa ikiwa inasema siri Mahenge kugeuka eneo hatari kwa kifafa. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa imeandikwa hivyo. Kwa ukamilifu ni katika ukurasa wa 7, lakini Kiingereza cha bungeni cha zua mjadala mpya. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ambalo habari kuu ukurasa wa mbele kwa siku ya leo imeandikwa Kariakoo mpya, Rais Samia azindua soko jipya, akiwaonya vigogo kuhodhi nyumba na vyumba vya biashara, ubora wa bidhaa na usalama wa soko wamulikwa, fursa kwa mawinga, bodaboda na kila mtu. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi, na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mara hii ni taarifa zilizoandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa tabasamu la rejea Kariakoo. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Rais Samia azindua rasmi soko la kimataifa, aonya vigogo kuhodhi vyumba vya biashara, asema shirika la masoko ya Kariakoo ndio lenye jukumu la kukodisha. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo, lakini ataka bidhaa zitakazouzwa zizingatie viwango vya kimataifa. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Kwa upana zaidi ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Mtazamaji wa Force News Tanzania, hiyo ni habari kuu iliyokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema wachumi wataja mambo 7 kukuza sekta ya utalii. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Kishindo cha ufaulu kidato cha 4 Zanzibar. Ukurasa wa 10 wa gazeti, taarifa pia inapatikana kwa kina zaidi. Aweso atoa maagizo maji ziwa Victoria. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi, na taarifa nyingine imeandikwa watatu wanaodaiwa majambazi wa uwawa. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru, kweli daima imeandikwa tabasamu la rejea Kariakoo, ambayo kwa mapana zaidi inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na ndivyo nimetamatisha taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Mara hii ni taarifa zilizoandikwa katika ukurasa wa mbele wa magazeti mengi
nyingine, na sasa ni katika gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Rais Dr. Samia aagiza mazito Kariakoo mpya, au ugawaji maeneo bila upendeleo, lakini marufuku viongozi kuhodhi vizimba, huduma rafiki kwa mama na mtoto, lakini mpangilio mizigo bodaboda wa agizo. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina, ambayo imeambatana na habari picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba wakifanya uzinduzi wa soko hilo hapo jana jijini Dar es Salaam. Lakini taarifa nyingine zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa imeandikwa Chalamila asema marufuku kufanya biashara barabarani Kariakoo. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Taarifa nyingine imeandikwa watuhumiwa 3 wa ujambazi wa uwawa. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, imeandikwa ahadi siku 100 Samia zimetimia. Kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Lakini habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Rais Dr. Samia aagiza mazito Kariakoo mpya, ugawaji maeneo bila upendeleo, marufuku viongozi kuhodhi vizimba, huduma rafiki kwa mama na mtoto, lakini mpangilio wa mizigo bodaboda wa agizo. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hizi zinapatikana kwa kina, na ndivyo nimetamatisha kukuwasilishia taarifa zilizoandikwa katika gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Lakini miongoni mwa taarifa zilizoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti kwa siku ya hii leo tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2026 ni pamoja na taarifa katika gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Samia aagiza kurudishwa wafanyabiashara Kariakoo. Jambo la kwanza alilosema, aiagiza TAMISEMI kusimamia mchakato kwa haki na uwazi kwenye ugawaji wa maeneo ya biashara. Sala la pili amesema autaka uongozi wa soko kuu la Kariakoo kutega eneo maalumu la kulelea watoto ili kuwawezesha wafanyabiashara kufanya shughuli zao kwa ufanisi wanapokuwa sokoni hapo. Lakini jambo la tatu amesema asisitiza umuhimu kuwepo kwa mpangilio maalumu wa maegesho, upatikanaji na upakiaji na upakuaji wa mizigo ili kuhakikisha shughuli za biashara zinafanyika kwa ufanisi bila kusababisha msongamano. Lakini jambo la 4 na la mwisho amesema apiga marufuku viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Ilala kuhodhi maeneo ya vizimba katika soko kuu la Kariakoo kisha kuwakodisha wafanyabiashara wadogo. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Lakini habari picha inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza na wageni mbalimbali pamoja na wafanyabiashara na viongozi mbalimbali wa mkoa wa Dar es Salaam hapo jana katika uzinduzi wa soko la Kariakoo. Habari nyingine iliyopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge imeandikwa serikali kufungua fursa za ajira kupitia mikataba 5. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi, lakini imeandikwa hapa kwa ufupi mikataba 16 ya ajira kimataifa ipo katika hatua za mwisho. Ni taarifa ambayo imepata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini taarifa nyingine iliyoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Luswetula asema mipango ya IAA inagusa dira ya taifa 2025 hadi 2050. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Sekta za elimu, afya Mara zilivyopigwa tafu ya milioni 343. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Ukurasa wa pili taarifa ipo kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Wamachinga ambalo taarifa nyingine iliyoandikwa ukurasa wake wa mbele ni pamoja na taarifa ikiwa inasema siku 100 za Rais Samia, sekta ya mafuta na gesi kama nguzo ya maendeleo ya taifa. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Lakini habari kuu imeandikwa Samia aagiza kurudishwa wafanyabiashara Kariakoo. Ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti la Wamachinga sauti wanyonge kwa siku ya leo, na ndivyo ninatamatisha kukuwasilishia zile taarifa zilizochapishwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Mtazamaji wa Force News Tanzania, na sasa tuangazie taarifa zilizochapishwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku.
Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa mbalimbali zimewekwa, lakini habari kuu inasema Rais Dr. Samia, tumejenga upya Kariakoo kulinda ajira, asema vipato kuakisi utu, ataka kujengwe eneo la kulea watoto sokoni Kariakoo, asisitiza anatambua jitihada za wamachinga, awataja mawinga. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi, lakini katika habari picha inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akikata utepe kuashiria uzinduzi wa soko kuu jipya la Kariakoo Ilala jijini Dar es Salaam. Ukurasa wa mbele wa gazeti, picha hii inaonekana kwa uzuri, ambayo ni sehemu ya habari kuu katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku kwa siku ya leo. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema mashirika 30 yatoa tamko zito kuhusu ukeketaji nchini. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Lakini katika gazeti hili taarifa nyingine iliyopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele inasema wasomi waeleza alama zilizoachwa na hayati Profesa Kairuki. Ukurasa wa 2 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. PM asema soko jipya Kariakoo kielelezo cha kazi na utu. Ukurasa wa 4 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Waziri Awesu apeleka neema Kalambo. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Tantrade yafungua dirisha la usajili wa shiriki Sabasaba. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Rais wa Rwanda aitaka nchi yake kujitegemea. Ukurasa wa 15 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina, na taarifa ya mwisho iliyopata nafasi kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, inasema mapambano ya Tanzania dhidi ya mafuta ya trans katika vyakula yatapunguza madhara. Ukurasa wa 14 wa gazeti hili taarifa inapatikana kwa kina. Nikukumbushe habari kuu imeandikwa Rais Dr. Samia asema tumejenga upya Kariakoo kulinda ajira. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, na ndivyo nimetamatisha kukuwasilishia taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hilo. Mtazamaji wa Force News Tanzania, hizo ni taarifa zilizoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, na nilikuwa nikikuwasilishia taarifa zilizochapishwa kama taarifa za kawaida zikibeba siasa, biashara na mengine mengi. Sasa twende tukaangazie kurasa zilizochapishwa habari za michezo katika magazeti haya ya hapa nyumbani Tanzania. Moja kwa moja katika kuangazia taarifa za michezo, tunaanza na gazeti la Majira. Ukurasa wa mbele wa gazeti, ukurasa wa michezo wa gazeti la Majira, habari kuu imeandikwa Yanga haijakata tamaa CAF-CL. Ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo, matumaini ya robo finali bado yapo, Simba ya umaliza mwendo. Ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo, lakini katika habari picha inaonyesha wachezaji wa Yanga dhidi ya wapinzani wao ambao walikuwa wakigombania mpira katika ukurasa wa michezo wa gazeti hili. Lakini Azam FC ya rejea da kuiandalia dozi Wydad. Ukurasa wa michezo wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Majira, ukurasa wa michezo. Na sasa tuangazie taarifa za michezo katika gazeti la Wamachinga Sport, ambalo habari za michezo zilizowekwa ukurasa wa mbele, ukurasa wa michezo katika gazeti hili zimeandikwa Yanga yapania kuifunga JS Kabylie. Ukurasa wa michezo wa gazeti hili imeandikwa kwa uzuri zaidi. Mosepe aitabiria makubwa Stars AFCON 2027. Azam mfupa mgumu kwa Wydad kombe la shirikisho. Ukurasa wa michezo wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Habari ambayo inaonekana kwa ukubwa zaidi imeandikwa Yanga yapania kuifunga JS Kabylie, ukurasa wa michezo. Na sasa tuangazie taarifa za michezo katika gazeti lingine, na mara hii ni katika gazeti la Uelekeo Sport. Ukurasa wa michezo wa gazeti la Uelekeo, habari zilizopo, kwanza Simba yaita mashabiki KMC Complex, Chama adai wao ni timu kubwa. Ukurasa wa michezo wa gazeti hili. Lakini mdau amtahadharisha Pacome Zouzoua. Ukurasa wa michezo wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini Bakari Shime, uwanja haukuwa rafiki Nairobi. Ukurasa wa michezo wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina, na hizi ni taarifa za michezo zilizopata nafasi ya kuandikwa katika ukurasa wa michezo wa gazeti la Uelekeo. Leo yetu ndio kesho yetu kimichezo. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuandikwa katika kurasa za magazeti ya leo sehemu ya michezo ni pamoja na taarifa ambazo zinahusiana na michezo ambayo imechezwa hivi karibuni. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti la za Sport michezo, ambapo imeandikwa Simba Yanga njia tofauti CAF-CL. Ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Lakini Arteta amwagia sifa Gyökeres. Ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Lakini Azam yampa matumaini Ibenge robo finali CAF-CL. Ukurasa wa michezo taarifa hii inapatikana kwa uzuri
uzuri zaidi. Ronaldo ahusishwa kurejea Manchester United. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lille yaanzisha mkakati kumsajili Rodri. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini taarifa za michezo katika gazeti la Mwanahabari Michezo, taarifa zilizopata nafasi ya kuwekwa kurasa wa michezo wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema Twiga Stars kupiga kambi Malia. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini Pregod msanii anayetisha na babu na hadithi ya Biblia. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Godzepe kuongeza mkataba wa Dismas. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Azam Wydad mechi ya kibabe. Ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo, na hili ni gazeti la Mwanahabari katika sehemu ya michezo. Mtazamaji wa Force News, hizo ni habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za magazeti ya leo Februari 9, 2026. Nini hasa umebaini katika habari zilizochapishwa leo? Tuambie kupitia sehemu ya maoni hapo. Mimi ni Joseph Gervas. Hii ni Force News Tanzania, na kukumbusha tena usubscribe channel hii, pia usiache kutufuatilia kwa habari mbalimbali. Lakini pia uwasilishaji wa magazeti haya umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zinauzwa, zina wingi wa vitamin C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako na kukuepusha na maradhi mbalimbali ya ngozi. Kwa mawasiliano zaidi ili uweze kuzipata sabuni hizi, piga simu nambari 0750637070. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni Joseph Gervas.